Okay, habari za jioni ndugu wawekezaji, karibuni tena katika webinar zetu za kila mwezi au monthly webinars, ambapo mada yetu kwa mwezi huu itakuwa reflecting on fixed income and money markets for 2025. Mtakuwa pamoja nami Emmanuel Matunda, my co-host unfortunately can't make it due to other commitments. Na without taking much of your time, ningependa tuanze na mada yetu ya leo. Tutaanza kwa kudemonstrate yaliyojiri kwenye uchumi wetu. So we'll start with um, an assessment of how the economy has performed. We'll have an assessment on macroeconomic fundamentals. So tukianza kwa kuangalia real GDP growth kwa takwimu zilizotolewa na the National Bureau of Statistics. Kwa data zinazoishia Q2 2025 tumeweza kuona real GDP ikikuwa kwa kiwango cha asilimia 6.33 kufika trilioni 40.73, na ukuaji huu ukichagizwa sana sana na sekta za kiuchumi kama vile mining, sekta ya kifedha, sekta ya nishati na uzalishaji wa umeme, sekta ya information and technology IT, pamoja na sekta ya afya. Na tukija kuangalia sababu mbalimbali zilizochangia katika ukuaji wa sekta hizi, for mining and quarrying, tunaona ya kuwa ukuaji huu wa asilimia 19 mwaka hadi mwaka imetokana na ongezeko la extraction, yani ongezeko la uchimbaji wa madini, pamoja na ongezeko la bei ya thamani ya madini haya katika soko la madini, hususani dhahabu ambayo imekuwa ni moja wa vyanzo vikubwa vya mapato ya kigeni au fedha ya kigeni kwa nchi yetu ya Tanzania. Sekta ya pili iliyoongozwa kwa ukuaji ikiwa finance na insurance, na tukumbuke ya kuwa finance na insurance hapa ina include sana sana mabenki, pamoja na huduma kama vile bima, pamoja na huduma zinazotolewa na mitandao ya simu kutumia mobile money. Ukuaji huu asilimia 14.75, ukuaji huu unatokana pia na viashiria kama ongezeko la mikopo ambayo mikopo ambayo mabenki pamoja na taasisi zingine za kifedha ambazo zimeweza kudisburse kwenda kwenye uchumi, ukusanyaji wa deposits kutokana na banks hizi, pamoja na other deposit taking institutions such as fund managers, pamoja na increased adoption ya bima kati amongst population yetu ya Tanzania, yani tunaita insurance population. Kwenye upande wa nishati electricity, tunaona ukuaji wa asilimia 14.02, na hiyo ukuaji huu tumeuona ukitokana sana sana na ukuaji wa uzalishaji wa unit za umeme zinazozalishwa hapa nchini. Ukuaji huu ukitokana sana sana na nishati, ni project zilizokamilika mwaka jana kuja mwaka huu kama Julius Nyerere hydropower plant, na mengineo mengi ambayo yamekuwa yakichangia au yakichagiza megawatts nyingi sana kuja kwenye grid letu la umeme. Information and Communication IT nayo imeonyesha ukuaji wa asilimia 11.09. Hii ni kutokana na nyanja na mikakati mbalimbali iliyowekwa kuhakikisha kuwa matumizi ya simu janja, yani smartphone penetration katika nchi inakuwa, matumizi makubwa zaidi ya mtandao kupitia internet, matumizi makubwa ya huduma za kawaida za kimawasiliano kama dakika, SMS na kadhalika, nazo pia zimechangia katika ukuaji tunaoona hapo. Na lastly, tunaona huduma ya afya ikikuwa kwa asilimia 6.81, mostly kutokana na increased adoption of health insurance, pamoja na increased outlets that provide health services. Yeah. Tukija kwenye upande wa mfumuko wa bei, tunaweza kuona ya kuwa inflation kwa mwezi Oktoba 2025, inflation ikikaa kwa asilimia 3.5, headline inflation ikikaa kwa asilimia 3.5, na ukuaji huu wa inflation umetokana sana sana na
ongezeko la bei ya vyakula hususani mahindi na mchele, ambapo kwa takwimu zinazoonekana hapa ni kuwa kwa bidhaa hizi mbili za chakula ndani ya mwaka mmoja tunaweza kuona mahindi na mchele bei ya gunia moja moja ya kilo 100 ikikuwa kwa asilimia 14.58 na asilimia 17.56 kutoka bei ya shilingi 72,037 kwa bei ya mahindi pamoja na bei ya laki mbili elfu tisa mia mbili hamsini na moja kwa bei ya mchele, gunia la mchele la kilo 100 as of Novemba 1, 2024 kufika bei 82,537 kwa bei ya mahindi na bei ya laki 2 45,997 kwa bei ya mchele as of Oktoba 1, 2025. Tunaona kuwa ukuaji huu wa bei ya vyakula ikitokana sana sana na kupungua kwa output ya vyakula ambavyo si kama taifa tumeweza kuzalisha, na kiashiria kinachoonyesha kuwa output ya vyakula imekuwa ikipungua ni reduction in tunaita food reserves, yani hifadhi yetu ya vyakula, of which according to the National Food Reserve Agency tunaweza kuona kuwa ndani ya mwaka mmoja kumekuwa na punguzo la asilimia 12.42 ya reserve zetu za vyakula kutoka tani 601,051 as of September 2024 to tani 570,070 as of September 2025. Hii ni kutokana na local consumption of food pamoja na pressure from other regional countries or neighboring countries ambazo si tumekuwa heavily involved katika ku export produce zetu kuelekea nchi hizo. Yes, so that was just a recap of macroeconomic indicators. Now, coming to the main topic at hand, fixed income and money market developments, starting off with the interbank cash market. So, tunapoangalia interbank cash market ni soko gani? Hii ni soko ambalo taasisi za kifedha hususan ni mabenki huwa wanakuwa na kopeshana wenyewe kwa wenyewe, wanakuwa wanapeana mikopo ya muda mfupi kwa dhumuni la kufanyaje? Kwa dhumuni la kuongeza ukwasi katika benki moja moja. Kama mnavyoelewa, benki ya biashara ni benki ya kusanya dhamana kutoka kwa wateja pamoja na kutumia dhamana hizo au deposit hizo kutoa mikopo, na ili benki iweze kuoperate au ili benki iweze kuoperate ndani ya sheria za benki kuu, kuna viashiria vya ukwasi ambazo benki hizi huwa lazima zihakikisha ya kuwa zina meet kwa kila siku, na iwapo ikatokea ya kuwa wapo kwenye shortfall ya hizo minimum required reserves za hela wanazokuwa nazo, huwa wakiwa wakitumia hii interbank cash market kukopeshana. Sasa tukija kuangalia kwa mwaka huu, kwa hii miezi 11 kuja mwaka 2025, tumeweza ona ya kuwa kumekuwa na ukuaji wa miamala kwenye interbank cash market kwa asilimia 41.87, na thamani ya miamala hiyo ikifika trilioni 19.31 ukilinganisha na trilioni 13.61 kwa mwaka mzima mwaka 2024. Ongezeko hili la thamani ya miamala imetokana na kuwa sababu mojawapo na sababu kuu ikiwa ya kuwa benki kuu kushusha riba yake, yani the central bank rate, riba kuu ya benki kuu nusu mwaka wa pili wa mwaka 2025 kutoka asilimia 6 kufika asilimia 5.75, na benki kuu pia kubadilisha sera yake ya kifedha kutoka tunaita less accommodative monetary policy to a more accommodative monetary policy, ambapo in a more accommodative monetary policy huwa ikienda sambamba na kushuka kwa riba ili kuhakikisha kuwa kuna stimulation au mzunguko mkubwa wa fedha kwenye uchumi, na kuwashawishi wananchi kuweza kuspend hela kuliko kufanya savings. So tulichokuja kuona ni kuwa reti hizi zilivyokuja kushushwa, nakumbuka haya mabenki yanapokuwa yanakopeshana kwenye hii interbank cash market, huwa anakuwa anakopeshana kwa riba, hata kama ni mikopo ya muda mfupi huwa inakuwa imebeba kiwango fulani cha riba. Sasa tukija kuangalia
na riba hizi ambazo zipo kwenye interbank cash market, tunasema zinakuwa ziko anchored na the central bank rate, meaning ya kuwa na sheria ni kuwa central bank rate ikiwa let's say kiasi kadhaa au kiwango kadhaa, hizi rates za interbank cash market haziruhusiwi kucheza zaidi ya 2% juu au 2% chini ya hiyo central bank rate. Kwa hiyo hata hizi rate ambazo mabenki wanakuwa wanakopeshana hazipaswi kuvuka 2% zaidi au kupungua 2% zaidi ya hizo rate za benki kuu. Na tulichokiona ni kuwa nusu mwaka wa pili benki kuu iliposhusha riba yake kutoka 6% kufika 5.75%, tuliweza ona ya kuwa pia hata ile weighted average, tunaita weighted average interest rate kwa hii mikopo ya ndani ya siku moja pamoja na hii mikopo ya hadi siku saba zikipungua kutoka 7.93 na 7.96 as of May 31, 2025, kabla ya mabadiliko hayo kutokea, na sasa hivi kushuka kufika 6.45 na 6.29 as of Oktoba 2, 2025. Na riba hizi zilipopungua, mabenki yalipata unafuu zaidi kuweza kukopeshana kwa riba yenye unafuu, na hivyo kusababisha thamani ya miamala hususan katika nusu mwaka wa pili kuongezeka kwa kiwango kilicho kikubwa zaidi. Tukija sasa kwenye uwanja wetu wa bonds ambapo nafikiri wawekezaji wamekuwa wakisubiria sana kwa hamu. Tukianza kwanza na primary markets yield curve, tukianza kwa kuangalia hati fungani kwenye upande wa soko la awali na hususan hati fungani za serikali, tunaweza kuona ya kuwa yield za hati fungani za serikali za Novemba 2025 zikiwa ndogo zaidi kuliko yield zile ambazo tuliagana nazo tulipokuwa tumefunga mwaka wetu wa 2024. Na moja wa sababu ambazo zimechagiza katika kupungua kwa riba hii, ni kumbukeni, kulikuwa na introduction ya tunachokiita coupon determined system ambayo ilianza effective January mwaka huu, ambapo benki kuu alikuja na sera mpya kuwa badala ya kuja na hati fungani za miaka kadhaa ambazo zina riba fixed. Sasa hivi benki kuu itakuwa inaingia, kama mnada ni Jumatano, watakuwa wanatoa matangazo siku ya Alhamisi, Ijumaa, wakichelewa sana Jumatatu. Na tangazo hilo litakuwa linaonyesha mnada huo pamoja na riba, riba hususan juu ya hati fungani hiyo. Kwa hiyo kabla ya hapo tulikuwa hatuna uwezo wa kuelewa hatukuwa na uelewa wa riba kuwa katika kiwango gani. So sera hiyo ilipoanza, tukumbuke ya kuwa hati fungani, tulichokuja kukiona ni kuwa hati fungani hizi za muda mrefu, tuliona punguzo katika riba zake. So kwa hati fungani ya miaka 20 na 25 ambayo tulizoea ikitoa kuponi ya 15.49 na 15.95, tuliona punguzo la riba kutoka viwango hivyo kufika 15.25 kwa miaka 20 na 15.75 kwa miaka 25, na ikaendelea kushuka kufika 14 na 14.5, na hadi mpaka sasa kufika 13. Huku hati fungani hizi za muda mfupi tuliona kuwa riba zake ziliongezwa, na sababu ya kwa nini benki kuu ilifanya hivyo ni ili kuwahamasisha wawekezaji kuweza kununua hati fungani hizi za muda mfupi pia. Lakini tulipokuja nusu mwaka wa pili mwa mwaka wetu 2025, tulikuja kuona kuwa riba kwa ujumla zilianza kushuka pamoja na yield zenyewe zilianza kushuka. Wawekezaji ambao walikuwa wamezoea kununua bondi au kununua bondi kwa premium ambao ni ya unafuu kwa discount, wakawa hawapati fursa hizo. Benki kuu katika minada hii walikuwa kazia minada kuhakikisha ya kuwa
walikazia minada kuhakikisha kuwa bei wanayokuja kupata fedha hizo kutokana na minada hii ni bei yenye unafuu kwao, au bei itakaowapunguzia gharama wao katika upande wa ulipaji wa coupon hizo au hizo riba katika miaka inayoenda. Kwa hiyo tulichokuja kuona ni kuwa hii primary market yield curve kwa mwaka 2025 ilikuwa ndogo zaidi ukilinganisha na yield curve ya mwaka uliopita. Lakini licha ya riba kupungua, tulichokuja kuona ni kuwa kulikuwa na uchangamfu zaidi au mwitiko wa wawekezaji. Licha ya riba kupungua ulikuwa mkubwa zaidi kutokana na kwamba kiwango cha fedha, yani tunaita total tendered amount, kiwango cha fedha au kiasi cha fedha kilichokuja kuletwa na wananchi katika kuparticipate kwenye bonds hizi kwa miezi 11 ya mwaka 2025 ilifika trilioni 14.2, of which ni ongezeko kubwa ukilinganisha na mwaka jana, mwaka mzima wa 2024 ambapo tuliweza kuona total tendered amounts za trilioni 10.7. Na just for context, kwa hii miezi 11 ambayo tumekuwa tukiwa tukiparticipate kwenye minada hii, haijawahi tokea wananchi au haijawahi kutokea wawekezaji kukusanya kiwango kufika level hiyo ya trilioni 14.2 um, toka kipindi cha mwaka 2017, ambapo mwaka 2017 kiwango cha fedha kilichokusanywa au kiwango cha fedha kilichotolewa na wawekezaji ilikuwa trilioni 14.4. Kwa kuna distance ya kama bilioni 200. Na kumbuka hapo pia kuna hati fungani zilizosalia kama hii ya miaka 5 tunayosubiria matokeo yake, na ile ya miaka 20 ambayo tunatarajia itakayokuja mwezi wa 12. Na kumbuka pia mwaka 2017 ongezeko moja ya sababu zilizofanya mwaka 2017 kuwa na collection hiyo kubwa ni kutokana na mabenki kuchukua maamuzi ya kuparticipate kwa wingi zaidi katika minada ya bondi miaka ile, kutokana na kuwa kipindi kile kulikuwa na kama kwa wanaokumbuka, kulikuwa na uh, sudden increment in non-performing loans, yani mikopo chechevu, kutokana na kuwa kulikuwa na wafanyakazi wengi katika public sector waliosimamishwa kazi kutokana na tunasema vyeti hewa. Kulikuwa na changamoto kwenye upande wa biashara zilikuwa zinapata difficulty kuoperate, na hivyo kufanya hiyo mikopo chechevu kuongezeka. Kwa hiyo mabenki haya yalikuwa yanaangalia deposits zake na wakaona ya kuwa kipindi kile kwa yield na rate zilizokuwepo kipindi kile, waliona ni salama zaidi kupaki hela zao kule, na hivyo ndivyo maana basi hata kiwango cha fedha kilichokuwa submitted mwaka 2017 ilikuwa kubwa. Tukija mwaka 2025, tunachokiona ni kuwa while banks hawajaonyesha ongezeko kubwa katika pozisheni zao za bonds, ongezeko hili limekuwa likitokana sana sana sekta category ya investors walioonyesha ukuaji mkubwa katika bond uptake wakiwa sana sana individual investors pamoja na pension funds, na hiyo nayo ni an indication ya kuwa pia the monetary policy in itself has been somewhat successful in making sure kuwa kumekuwa na mzunguko mkubwa zaidi wa fedha mtaani, na kumekuwa na availability ya money in the economy. Just for context, tukija kuangalia graph hii ya tatu, subscription level statistics, oversubscription zetu pia zimeweza kufika 139.59. Yani tukichukua hii hela iliyozidi hii, serikali hapa kwa mwaka huu 2025, serikali walikuwa na uhitaji wa trilioni 5.96, lakini wawekezaji wamekuja na hii trilioni 5.96 na wamekuja na trilioni 8.32 ya ziada, making the total sum of 14 trillion. So hii 8 trillion excess as a percentage of this 5.9 trillion ambayo inahitajika na serikali, ndio hiyo tumekuja kuona kuwa imeleta an oversubscription level of 139.59, which according to our analysis from 2014 kuja sasa hivi
is the highest of a subscription level compared to hata ile ya mwaka 2017. Lakini something interesting ni kuwa licha ya wawekezaji kutoa hela nyingi na utayari wa kuwekeza, pamoja na kuwa interest rate environment, riba zimekuwa ndogo, tumeweza kuona kuwa serikali ikichukua less than walichokitarget, yani hii trilioni 5.96 walio target, walichukua asilimia 91 tu, asilimia 91 tu ya total amount ambayo imekusanywa, leaving a good 8.3 trillion, or somewhat less, circulating around the economy. Yeah. Tukija pia kwenye upande wa corporate bonds, tumeweza kuona kuwa riba hizi zilivyoonyesha, um, viwango vya riba kwenye hati fungani za serikali zilipoanza kupungua, tuliona pia, coincidentally tuliona pia an increased activities kwenye corporate bond side of things, na ongezeko hili la shughuli ni kutokana na kuwa, of course, riba zinapokuwa zinashuka kwa taasisi binafsi au taasisi za kibiashara, wanakuwa encouraged kuingia kwenye soko la hati fungani kukusanya mtaji, kutokana na kuwa gharama ya hatifungani watakazozichukua zitakuwa ndogo zaidi compared na mazingira pale atakapokuwa more of a high interest rate environment. Tukiangalia kwa mwaka huu 2025, kwa hatifungani zisizo za serikali, yani non-treasury debt offerings, tumekuwa na jumla ya treasury, non-treasury, yani corporate pamoja na sukuk bonds tano, which is the highest we've recorded in the last 5 or so years. And katika hizi tano tuliweza kurecord nne: Azania na bond, Samia Infrastructure, Albaraka na the recently concluded TCB Stawi bond. We left out the Zanzibar Sukuk bond due to the lack of public information, lakini tukichukulia hata kwa hizi hatifungani nne, kulikuwa na total offered amount ya bilioni 260, na katika hiyo bilioni 260 ambazo hizi bondi nne zilikuwa zinapanga kukusanya, amount ambayo iliyokuwa raised au amount ambao wawekezaji walijitokeza kutoa ilikuwa almost more than double. It has been more than double of hii, wakikusanya bilioni 652, leaving an excess 392 billion in the markets, and thus resulting in an oversubscription level of 150%. So tunaona ya kuwa hata kwenye corporate bond space, licha ya kuwa licha ya kuwa riba zimeshuka, licha ya riba kushuka, tumeweza kuona more investor participation and higher investment appetite. Higher investment appetite, wawekezaji wakijitokeza kwa wingi kununua hatifungani hizi, na unlike the government pale ambapo tuliona wakichukua only 91% of target, hizi private sector tumeona wakichukua hizo hatifungani au hiyo total amount yote, including the one that has been in excess, perhaps indicating ya kuwa hata hizi corporate institutions zimeona ziweze kumaximize on fundraising, excuse me, ili waweze kupata the most amount of capital at the most optimal cost or the most optimal pricing level. Tukija kwenye upande wa secondary markets, tumeweza kuona pia hatifungani za serikali as of jana, kuanzia mwaka ulipoanza hadi siku ya jana, kumekuwa na total transaction value ya 5.5 trillion, which is the all-time highest we've ever recorded in the bond markets. Whereas kwenye corporate bonds pia tumeweza kuona 9.73 billion shillings transacted worth of corporate bonds kwenye soko la upili, which again is also the all-time highest record ever achieved kwenye upande wa bonds trading as far as government and corporate bonds are concerned. Tukija kuangalia yields kwenye upande wa secondary market, these are weighted average by the way. Tukijaribu kucompare weighted average yields za 2024 na 2025, there hasn't been significant
changes for the long-term treasury bonds. Most hub hasn't most tumeona sana sana variation kubwa zaidi au an increment in yields for hizi short-term bonds or hizi short-term maturities, perhaps due to the initiative ambayo tuliona kule ya serikali, Central Bank kuongeza coupon za hizi short-term bonds na kupunguza coupon za hizi long-term bonds. Hence, as a result, once we come into the market, these newly issued bonds with higher coupons, trading at somewhat fair value and not at extreme discounts, hiyo imeweza sababisha pia yield zake kuongezeka. Tukiangalia kwenye upande wa corporate bonds, tumeweza kuona higher yields, better yields than what we're seeing with the secondary markets. Lakini we're slowly starting, we're seeing premiums, yield premiums or spreads of 2 to 3% kwenye hizi corporate bonds za miaka minne hadi mitano compared na a similar compared na what we're seeing particularly with these long-term papers. So that was just a that was a briefing on what we've been through as far as fixed income and money markets are concerned. Now heading into 2026, tumeweza kuona kuwa kuna viashiria vya higher inflation. There's a lot of money circulating in the economy. And there's been a lot of disruptions as of recent. There's been a lot of disruptions as far as that give us or that make us as a country seem to have some sort of political uncertainty. Na kutokana na hivyo viashiria vyote, we now pose the question, or based off of our analysis, we now ask ourselves, are we going back to a tightened monetary policy as we head into 2026? Kumbuka, a tightened monetary policy, if the central bank were to give if the central bank were to take that stance, hiyo itaenda sambamba na rising interest rates pamoja na efforts kupunguza money supply within the economy. Na what are the arguments for this? Kumbuka, tukiangalia, for context, we hadn't included that slide here, but if you look at viashiria kama M3, money supply growth, tumeweza kuona ya kuwa as of October 2025 it stood at around 20%, whereas private sector credit growth pia ikisimama at 17.11% as of year on year as of October 2025. So tunaona ya kuwa pia hata growth na circulation ya money in the economy pamoja na the appetite for loans has been incremental, and it's possibly part of the reason why we're also experiencing somewhat of an inflation here and there. So now, the arguments for a tightened monetary policy. So we're seeing steadily rising inflation brought about by pricing pressure on food. Tumeona staple food products zikiongezeka bei. There's the anticipation ya kuwa there might be possible decline in dollar inflows kutokana na a reduction in concessional and external loans, pamoja na dollar inflows brought about particularly by tourism due to the recent recent violent protests and the recent accusations against the government by foreign entities. So what does this mean? So if we're seeing a reduction in dollar loans or external loans, could there be an increased reliance on domestic debt markets? Lakini pia if we're anticipating somewhat of a slowdown in dollar inflows, then given that our import demand ziko pale pale hazibadiliki, you ought to expect to see a currency weakening, our shilling weakening against other hard currencies. And if that's the case, what to expect? You would expect secondary inflationary effects. So hapa what we mean ni kuwa thamani ya dola inapopanda dhidi ya shilingi, na sisi tuna import kutumia fedha ya kigeni, na tumekuwa tukusanye a lot of foreign currency. What that results in is
ongezeko la bei katika ongezeko la bei ya products ambazo tunafanyaje, tuna import, so tunaita hiyo secondary inflationary effects. So now these would possibly be the arguments for a tightened monetary policy, or our view is based off of what we're seeing right now. These sort of events would lead to a tightened monetary policy. And so what would be the implication thereafter? The implication on our side is, if the central bank decides to tighten the monetary policy, perhaps we should see rising coupons for fixed income securities. And as the domestic debt market becomes more and more relied upon, we might see central bank taking taking more deposits from these auctions compared to the 91% tulioona. So we might see more deposit inflow from these auctions. Um, and we could see investors, fixed income investors, also demanding for higher yields, considering the fact ya kuwa wanaona the central bank might be willing to take more and more of those deposits. The other issue tunayoona ni kuwa pia if yields and coupons were likely to rise, then that would possibly also lead to rising cost of funding for financial institutions, particularly banks that use the interbank cash market to resolve liquidity issues, as well as a shy away, or hata kama kutakuwa na participants entering the capital markets to raise capital via bonds, they might have to do that with a higher cost of funding. So that is our very simple outlook. And with that said, tumefika mwisho wa presentation yetu. Tungependa kukaribisha kama kuna maswali, maoni, different views or opinions as we head into 2026 and as we plan for our fixed income portfolios. So karibuni, kama kuna maswali, kindly just write them in the chat and we can proceed with going about with them. Asante. Au kama kuna maswali yoyote mnaweza mka raise hand, tukakupa chance ya ku unmute mic, tukaweza kusikiliza maswali yenu na kuwapa majibu. No questions? Kwamba somo limeeleweka au? Alright, basi kama hakuna maswali, tunawashukuru sana for participating in our monthly webinars. We look forward to having you again in the webinar set for next month, where we shall also cover on reflecting on the equities market, the stock market, as well as our respective outlook for the stock market for the year 2026. With regards to the video recording for this particular session, once we have it compiled, it should be released kwenye social media zetu, including YouTube sana sana by latest Friday. Hivyo basi nawashukuruni sana kwa muda wenu. Nawashukuruni sana kwa muda wenu na niwatakie jioni njema.